Nikusalimu katika jina la Yesu Kristo. Nitaka nazungumza habari ya kitabu cha Luka. Katika Injili ya Luka kuna mahali Yesu anasema, jipatanisheni kwa mali ya uzalimu ili kosekana wapate kuwakaribisha. Maana yake usitumie cheo ulicho nacho kuongeza maadui bila sababu za msingi. Usitumie cheo chako ulicho nacho kuongeza maadui bila sababu za msingi. Wala usitumie nguvu yako ya fedha na mali kuongeza maadui. Jipatanisheni kwa mali ya uzalimu ili ikikosekana wapate kuwakaribisha kwenye makao ya milele. Tumia cheo chako kuongeza marafiki. Tumia mali ulizonazo kuongeza marafiki. Usikubali kwa sababu ya cheo chako watu waumie. Ukitaka udumu katika mioyo ya watu, usikubali kwa cheo chako kuziaki utu wa watu. Watendee watu wote mambo ya haki ya halali bila kuvunja sheria. Wewe una mali nyingi, una bilioni 5, 6, 7 benki, wewe ni mtu maarufu, basi maarufu wako usiutumie kuongeza maadui kwa kuumiza wengine. Ili umaarufu ukosekana wapate kukaribisha kwenye mioyo, kwenye makao ya milele. Unajua kuna watu wengine hawafi, wanaishi mpaka leo japo wamekufa. Wamekufa kiwiwili tu, lakini ukiwatafuta utawakuta kwenye maisha ya watu, kwenye mioyo ya watu. Wako watu wapo kwenye maisha ya watu na kwenye mioyo ya watu, lakini katika ubaya. Wengine wapo kwenye maisha ya watu katika wema. Watu bado wanatumia maisha yao kama reference ya kujenga kesho yao, ushahidi wa kujenga kesho yao, kama kielelezo cha kujenga maisha yao na familia yao. Ndio. Kwa usitumie nafasi ulionayo kubwa ya kifedha, ya mali, ya cheo, madaraka. Ni mkubwa kwenye kampuni, ni mkubwa kwenye ile shirika. Ogopa sana. Unapoziaki, unapoumiza watu, unaziaki uumbaji wa Mungu. Hautabaki salama. Kama leo si kesho, hautabaki salama. Usikubali kuziaki uumbaji wa Mungu. Hawa viumbe unaowaona, hawa binadamu hawa, ni Mungu aliwaumba. Wana uungu ndani. Ndio. Kabisa. Wana uungu ndani. Sisemi hayo unapokuwa unakaa na watu ambao wanakiuka taratibu na kanuni, unapaswa kuwa rafu, kuwa mkali. Lakini sio wale ambao bila sababu za msingi unawainukia, unawatwanga. Hapana. Lakini pia ogopa sana kuwakosea watu wanaokupenda. Usikubali kuwakosea watu wanaokupenda, kuwaumiza watu wanaokupenda. Wewe mwenyewe shahidi, watu wanaokupenda upendo wa kweli ni wachache. Mungu akikuletea watu ambao wanakupenda kwa upendo wa kweli, wako tayari kujitoa, kusimama na wewe wakati mgumu, wakati wa taabu na shida. Kaa nao, ishi nao vizuri na Mungu akusaidie. Mara nyingi watu wengi tunajali sana na kuwafikiria watu ambao wanatuumiza, lakini wale watu wema na wazuri wanaotupenda tunawachukulia poa. Usimchukulie poa mtu anayekupenda na unajua kabisa mtu ananipenda. Katika magumu mtu huyu ananipenda, atakuwa na mimi. Katika machozi mtu atalia na mimi. Huyu mtu maisha yake ni kama kivuli changu. Huyu mtu maisha yake ni maji yangu jangwani. Huyu maisha yake mtu huyu ni kama kivuli wakati wa jua kali. Mtu huyu tenda ya Daudi wa Biblia, alikuwa na busara ya kuishi na watu, na hata kafanikiwa, kafikia ngazi ya kuwa mfujuu kabisa kwa mfalme wa Yerusalemu.
jipatanisheni kwa mali ya uzalimu, ili kukosekana wapate kuwakaribisha kwenye makao ya milele. Naitwa Chifu Mwantembe Masala, mzee wa upako. Karibu nyumbani. Asante.